wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nurallah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Allahumma rabbana lakal hamdu subhanak la nuhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsik. Amma ba'du. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwa rehema yake leo tuko hapa kwa ajili ya kutekeleza ada yetu hii ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kumuadhimisha na kukumbushana. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie iwe ni ada yenye kudumu. Amin. Ndugu zangu, Sheikh Abdallah kuna kitu amekizungumza hapa mapema kuhusiana na sisi kuawidhika. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika kitabu chake akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Awidhisha ewe Muhammad, kumbusha, onya. Fa inna dhikra, kwani hakika mawaidha, tanfa'ul mu'minin, yanawafaa, yanawasaidia, yanawanufaisha waumini. Aya hii ndani yake kuna amri inayomwelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam afanye kazi ya kukanya, kuonya, kutoa mawaidha, lakini pia ndani yake kuna bishara kwa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, na pia kuna bishara kwa wale watakaoawidhika, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kazi atakayoifanya ya kuawidhisha haitakuwa kazi ya bure. Itakuwa ni kazi yenye manufaa, ni kazi itakayozaa matunda. Kuna watakaonufaika kwa mawaidha yake, lakini halafu sasa hawa watakaonufaika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ni wale waumini. Kwa wale watakaofuata yale mawaidha yanayotolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wamepewa bishara kwamba wao ndio watakuwa waumini. Kama alivyosema pia kule, fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, wadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Muawidhishe, muonye kwa Qur'ani yule anayeogopa makamio.
Maana ni kwamba tunafahamu kwamba mauidha yalikuwa yatolewa kwa watu wote. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kulingania kwake alikuwa hachagui kwamba sasa huyu anaogopa nimpe wadhi au haogopi nimwache, bali alikuwa yeye anatoa wadhi tu kwa watu wote, anawahofisha watu wote na kuwabashiria wote kwamba atakayefanya hivi atapata haya mazuri, atakayefanya haya mabaya atapata haya mabaya, adhabu hizi na hizi. Lakini sasa kwa nini Mwenyezi Mungu aseme man yakhafu wa'id? Maana ni kwamba atakaye nufaika na mauidha ni yule anayeogopa makamio, anayeogopa adhabu za Mwenyezi Mungu. Na hii si sifa ya mtu mwingine ila ni sifa ya mu'min. Kwa hiyo ndugu zangu, natakiwa tujitathmini sana. Zinapotoka dawa, mauidha tunapoyasikiliza yanatusaidia kwa kiwango gani? Hakuna kitu kibaya kama kusikiliza mawaidha kila siku halafu uko vile vile. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Mutaffifin amezungumza hali ya wale watu ambao walikuwa hawaawidhiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwalingania hawaamini, akasema kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hapana, sivyo hivyo, bali yametia kutu katika nyoyo zao yale waliokuwa wakiachuma katika madhambi. Tunaona wazi kwamba dhambi ina tabia ya kutia kutu moyo. Yamefinika katika nyoyo zao waliokuwa wakiachuma madhambi. Ukikithirisha madhambi, moyo hauingii mawaidha. Madhambi yale yanaufunika moyo. Kwa maana nyingine ni kwamba moyo unakufa. Inakuwa ni kinyume na kile alichokisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Wale ambao wameamini na zinatulizana nyoyo zao kwa mauidha ya Mwenyezi Mungu, Qur'ani, na zinatulizana nyoyo zao kwa kutajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kukumbushwa yale maamrisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hata yeye mwenyewe mtu kumtaja Mwenyezi Mungu, nyoyo zao zinatulizana watu hao. Ala zindukeni bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Kwa kutajwa Mwenyezi Mungu zinatulizana nyoyo. Kumtaja Mwenyezi Mungu kunakusanya kila aina ya kile kinachoitwa dhikri, ikiwepo Qur'ani yenyewe kwamba ni dhikri. Wa dhikri al-hakim, si ndio? Kama ndivyo, basi wewe ambaye siku zote unasikia mawaidha, unahudhuria katika hadhara kama hizi, mawaidha yanatolewa, unasikiliza mawaidha katika vyombo mbalimbali, lakini bado hali yako haibadiliki, basi wewe kuna ishara ya kwamba una madhambi mengi sana katika moyo wako, yamefinika. Moyo wako umekufa kwa sababu ya maasiya, na kufa moyo kwa sababu ya maasiya ndiko kunakosababisha kwamba hata ukaambiwaje unaona sawa. Ni hatari sana ndugu zangu, na hakuna kitu cha kushughulika nacho cha kwanza kama hicho. Ukae chini ujitafakari kwamba wewe unaathirika kiasi gani na mawaidha, lakini pia ukae chini ufanye toba sana, utubie sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kumuomba Mwenyezi Mungu akuonyeshe aibu zako, akuonyeshe makosa yako,
ujijue wewe mwenyewe nafsi yako. Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nasi, yule ambaye dhambi zake zamshughulisha sana akaachana na dhambi za watu wengine, makosa yake yanamshughulisha sana kwamba namna gani atajirekebisha makosa yake, kwamba ana makosa gani na makosa gani, ana madhaifu gani katika nafsi yake. Huyu anabashiriwa kwamba huyu atapata wema, atapata malipo mazuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata tukisema kwamba tuba ni daraja katika pepo, manake utaipata hiyo daraja hiyo. Lakini nini? Aibu zako uzione, makosa yako uyaone. Mawaidha yakitolewa uyalinganishe na ulivyo na unaoyafanya. Isiwe mawaidha yakisemwa basi wewe uko salama kabisa. Kila linalosemwa katika wadhi, kila wadhi unaotolewa kila siku, kila wadhi unaosikia kila siku, watakiwa usikilize kwa makini, uyazingatie yanayosemwa, lakini ukitoka pale ukajitazame kwamba yale yalosemwa pale limesemwa hili kama jambo baya sana, je nalo? Limesemwa hili zuri kama ni jambo la kunifikisha pazuri, je silifanyi? Hii ndo hali ya mu'min. Wewe utakayenufaika na mawaidha. Lakini kikubwa ndugu zangu ni tauba, istighfari. Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na ukubwa wake wa daraja, pamoja na kwamba yeye alikuwa ni maasuma, hatendi dhambi, lakini katika vitu ambavyo alikuwa akilazimiana navyo sana ni istighfari. Yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ilivyopokewa alikuwa akimtaka msamaha Mwenyezi Mungu kila siku mara 70. Riwaya nyingine akimtaka msamaha kila siku mara 100. Lakini sisi unaamka asubuhi, wewe ndio umewafikishwa kweli kweli, basi umeswali swala ya asubuhi. Shamaliza hapo basi una istighfar, una chochote. Na tena pengine unajiona uko kamili kwa kweli. Katika watu wenye madhambi wewe wala humo kabisa. Na katika yanayosemwa kwenye nyadhi wala hayakuhusu. Utanufaika na nini kama hunufaiki na mawaidha? Wakitajwa wazinifu umo na wala hujirekebishi. Wakitajwa wasengenyaji umo wala hujirekebishi. Wakitajwa waongo umo wala hujirekebishi. Wakitajwa wasiochunga chumo kwamba haangalii riziki yake inatoka upande gani, iwe ya halali iwe ya haramu, umo lakini wala hujirekebishi, wala hujui kama na wewe umo, bali vile akisemwa ni ya watu wengine kabisa, wewe wala husiki. Na wakati mwingine akisemwa yanayokugusa basi umekusudiwa. Labda kuna mtu bwana akamwambia habari zangu, kwa hiyo ndo anisema. Shukuru sana ukisikia kwamba kuna tabia ni mbaya yatajwa kwenye wadhi na wewe unayo. Shukuru sana kwa Mwenyezi Mungu kwamba nimekumbushwa. Tabia zako mbaya ukisikia zatajwa kwenye mawaidha, watakiwa umshukuru Mungu kwamba wakumbushwa. Lakini sio umshukuru Mungu kwamba wakumbushwa alafu uendelee nazo. Manake kwamba umekumbushwa, sasa kinachotakiwa ni kuyafanyia kazi mawaidha ulioyasikia na kuiwacha tabia mbaya hiyo ulionayo. Hapo itakuwa wewe ni muumini sawa sawa, kama vile ambavyo Qur'ani inasema fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Lakini kinyume cha hivyo, wewe huna dawa. Ni sikio la kufa halisikii dawa. Na afadhali sikio la kufa mwenyewe hatosikia tu watu wakisema. Siku akija akifa basi vimekwisha.
lakini sikio la kufa wewe ni hatari, kwa sababu mwisho wako ni kupata suul khatima. Mwenyezi Mungu atukinge na suul khatima. Sababu kama wewe mawaidha hayakufai, manake tabia zako mbaya utakufa nazo. Kufa na tabia zako mbaya, hiyo ndio suul khatima yenyewe. Mtu atakiwa afe akiwa ni wema. Ndugu zangu, toba ndio kitu muhimu sana, na msingi mkubwa wa toba ni mambo mawili. Baada ya kuwa tayari umeshavaana na moja la tatu, mambo mawili haya ni majuto juu ya yale mabaya uliyoyatenda. Majuto, umetenda jambo ambalo ni dhambi, hujute kwa kutenda jambo lile. Jambo la pili ni kuazimia azma ya kweli katika moyo wako kutorudi katika kosa ulilolitenda. Hili ni jambo la pili, ambapo mambo mawili haya yawe unajuta na unaazimia kutotenda, ukiwa hilo ulilolitenda unalolijutia na unaloazimia kulitenda, hapo ukiwa katika hali hiyo, huko katika dhambi ile. So wajuta huku uendelea kufanya, itakuwa wewe hujuti. Una azma ya kutotenda, lakini baadaye ndio utaacha. Lakini kwa sasa kwanza uendelee kutenda. Wewe bado hujajuta, na ukifa hapo umekufa ukiwa ni musirrun ala maasiyatillah. Katika dhambi za moyo zinazotajwa, al-israru ala maasiyatillah, kudumu juu ya kumwasi Mwenyezi Mungu. Kudumu huku kunapatikana ikiwa huazimii kuacha dhambi, na huku unaendelea kuifanya, au umeacha huitendi wakati huo ukiazimia, yani huitendi lakini huna azma ya kutotenda tena dhambi ile. Siku yoyote tu ukipata fursa utafanya tena. Wewe ni musiri, ni mwenye kuendelea juu ya kumwasi Mwenyezi Mungu. Ukifa katika hali hiyo umekufa vibaya. Kwa sababu ndugu zangu, toba ndio inaosafisha. Ataibu kama la dhamba la, mwenye kutubia ni kama asiye na dhambi kabisa. Mtu akitubia toba ya kweli, ambayo ndio hiyo ndio itaja, basi huyo ni kama vile hakufanya kosa lolote. Ndivyo tunavyotakiwa kuwa, ndugu zangu, na ndio tutanufaika sisi na mawaidha kama haya tunayopeana. Lakini ikiwa tutajalia hizi ni burudani tu, shekhe bwana akasema, bwana msemaji bwana, acha bwana, maneno ya leo, leo maneno yalikuwa mazuri sana. Maneno mazuri yamekusaidia nini? Yamekunufaisha nini maneno mazuri hayo? La mwisho, naendelee tu kuwahusia vijana mnaosoma dini na mnaosomesha, kwamba nyinyi ndio kioo cha jamii. Nyinyi ndio mnaotakiwa muwe mbali sana na maasi. Nyinyi ndio mnatakiwa muwe na adabu nzuri sana, muwe na matangamano mazuri sana, muwe na tabia kweli kweli, kwa sababu dini hasa ni tabia. Ndivyo alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi. Na tabia nzuri zaidi ni ile ya matangamano na wenzio, kuishi vizuri na wenzio. Ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuhusia Sayyidina Abi Huraira radhiyallahu anhu mambo matano. Jambo la kwanza akamwambia, ittaqil maharim takun abadan nas. Jikinge na yale yenye kuharamishwa, utakuwa mwenye kuabudu sana kuliko watu wote. Utawashinda watu kwa ibada. Hebu angalia huu msemo ulivyo. Ajuzi, yani sadiri, ittaqil maharim, ndio mwanzo wa maneno. Ajuzi ambao ndio jawabu lake, asemaje? Takun abadan nas.
Ibada ni kitu kingine, sio? Kuswali, kufunga na kujikinga na yenye kuharamishwa ni kitu kingine. Lakini hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuonyesha kwamba hivi vitu viwili haviachani. Hivi vitu viwili hivi msingi ni kuacha haramu. Halafu sasa tekeleza wajibu, ambapo kutekeleza wajibu pia ni katika kuacha haramu, kwa sababu ukiacha wajibu ni haramu kuacha wajibu. Ukiacha wajibu wapata dhambi, kama huswali wapata dhambi. Watu wengi hawafahamu hivyo. Niliwahi kumwambia mtu mmoja kwamba usiposwali wapata dhambi, alishangaa. Wa huku Sambani, usiposwali wapata dhambi. Naambia wapata dhambi. Kwani unajua kupata dhambi ni kumuua mtu tu labda hivi, au umempiga tu mtu au umechukua kitu cha mtu. Tunaambia hata usiposwali pia wapata dhambi. Kwa hiyo tukiambiwa ittaqil maharim, jikinge na yenye kuharamishwa, imeingia hapo na kutekeleza swala 5, kufunga Ramadhani, mwenye mali kutoa zaka, mwenye mali kuhiji, mwenye mzazi wake kumtenda wema. Yameingia yote hapo. Sababu kumuudhi mzazi wako ni haramu, sio? Ndio akasema takun ahabadan nasi, manake hata ukaswali tu fardhi, usiswali sunna hata moja, lakini kwa sababu yaliyoharamishwa yote umeyaepuka, wewe ni ahabadun nasi, ni mwenye kufanya ibada zaidi wa watu. Anasema warda bima asama Allahu laka takun aghna nasi, ridhia yale aliyokugaia wewe Mwenyezi Mungu. Au warda bima qusima laka, ridhia ulichogaiwa, takun aghna nasi, utakuwa mkwasi zaidi, utakuwa tajiri zaidi wa watu wote, utawashinda watu wote kwa utajiri, kwa kule kuridhia kwako tu kile Mungu alichokugawia. Riziki alokupa Mungu, iwe chache iwe nyingi, ridhia nayo. Kama wewe Mwenyezi Mungu amekuruzuku chakula tu cha wewe na familia yako na mahitaji yako tu, ukawa umeridhika, basi wewe utamshinda mtu mwenye mahazina ya majimali. Lakini ni vile alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, laysa al-ghina an kathrati al-arad walakin al-ghina ghina an-nafsi. Utajiri haukuwa ni wingi wa vitu, lakini utajiri ni utajiri wa nafsi. Vijana mnaosoma wengi utajiri wa nafsi hamna. Ndio maana utakuta mtu anaweza akapewa nafasi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kuwa yeye ni dai, ya kuwa yeye ni mwalimu wa madrasa, ameruzukiwa ilmu ile anaitumikia, akapewa nafasi akaitumikia, asomeshe, lakini anakuwa kwa pukwapu. Mara kavunja kibubu msikitini, kachukua hela za watu za waumini ambazo hakuchangiwa yeye, zimechangwa kwa ajili ya umeme na maji. Mara wasikia kagombana na wazee, kachanga hela kwenda maulidini wanafunzi wende, kaila akiulizwa asema hamnilipi. Wewe wataka ulipwe na wazee, Mungu asikulipe, sio? Hata mchango. Mchango wa nini? Kinachotakiwa wewe usomeshe. Mungu akishakuweka madrasa, somesha. Ridhia alichokugawia Mungu hata kama ni njaa. Si kama mnanielewa? Ridhia hata kama nini? Njaa. Kwani njaa si ni mtihani? Na mtihani ukupewa umepewa kwa ajili ya nini? Ufaulu, sio? Sasa Mungu kakuwekea jambo la kukufaulisha, alafu usiridhie vipi? Na unatakiwa basi kwa taarifa yako uridhie makadiri ya Mwenyezi Mungu, yakiwa kheri yakiwa shari, yote atakao yaridhie. Sisemi kwamba muache kulima mridhie njaa. Hiyo sio maana yake. Kwamba kama kuna kijibiashara waweza kifanya usifanye maana uridhie njaa. Hapana.
Kuridhia ni kwamba lile tatizo ulilonalo kama ni tatizo, basi ujue kwamba linatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sifa ya muumini, moja katika nguzo za imani ni kuamini kadari, kheri na shari. Kadari na mambo haya mawili. Sasa maana ya kuamini kadari sio kwamba kuamini tu kwamba kuna kheri na shari, la. Ni kuamini kwamba kila linalokufika, kheri ikikupata yatoka kwa Mwenyezi Mungu, shari ikikupata yatoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa ridhia ile kheri ulionayo ikiwa kubwa, ridhia kheri ulionayo ikiwa ndogo, hata shari ulionayo pia. Hata vile ukikaa ukisema Mwenyezi Mungu niondoshee huu ufakiri, Mwenyezi Mungu niondoshee haya maradhi, lakini unaomba kwa sababu mtu unatakiwa uombe ya kuondokea shari, lakini huku ukiwa umeridhia kwamba yanatoka kwa Mwenyezi Mungu. Na mimi namuomba anipe kheri lililo na kheri na mimi. Kama kheri yangu ni kuniondoshea huu fakiri, auondoe. Lakini kama kheri yangu ni kunibakisha kwenye huu fakiri, basi anipe kheri ambayo ni subira. Kwa hiyo atakiwa uridhie. Kwa kama unasomesha wewe hulipwi, basi muombe Mungu tu kwamba Mwenyezi Mungu, riziki yangu mimi naitaka kutoka kwako. Hawa hawanilipi hawa. Hawana hela za kunilipa hawa mimi ya Rabbi. Si tunaelewana? Lakini vile vile na nyinyi nanyi mliopewa watoto wa watu muwalee, mnala kwenu na nyinyi. Sio kwamba kwa sababu hawa waridhie shari, waridhie njaa walikuwa nayo, na nyinyi mseme hata mwalimu wao pia sikawaambia bwana. Yule ustadhi kasema, yule shekhe mzuri sana yule, kasema maneno makubwa kwamba hawa vijana hawa ambao hawasomeshi kwa sababu ya njaa, hawa ni tamaa tu inawasumbua. Hapana. Wewe utaenda ulizwa na wewe. Halafu pia huyu ni mtoto wa mwenzio. Mla kuku wa mwenzie miguu humwelekea, na yeye kwake atali. Sasa huyu mtoto wa mwenzio kama wamdhalilisha, yuko hapa anasomesha, lakini wewe unampiga vita, au humpigi vita lakini huna habari naye, hata siku moja huwezi kusema kwamba mwalimu bwana hebu hiki kidogo kikusaidie, ujue kwamba mwanao na wewe atadhalilika. Na huenda Waislamu hatufanikiwi, lakini tatizo ni hawa wanafunzi, hawa walimu wa madrasa hawa na maimamu wa misikiti ndio wanaotutesa. Sasa sisi wenyewe kazi zetu hazendi kwa sababu tuna roho mbaya. Ukiwa na roho mbaya, lile unalomfanyia mwenzako linakupata na wewe. Watoto wetu hawafanikiwi, na wakifanikiwa hawatujui, hawatujali, kwa sababu ya hawa watoto wa watu ambao hatuna habari nao. Hili lazima tulifahamu Waislamu. Kwa mwalimu, fanya kazi ya kusomesha, shukuru Mungu kakupa kazi hiyo, iridhie, tegemea riziki kwake. Kama unakuwa una njaa, na wakati tumeambiwa ma'adhallallahu biilmin qattu, hakudhalilisha Mwenyezi Mungu pamoja na kuwapo ilmu, hakumdhalilisha Mwenyezi Mungu mtu pamoja na kuwa anayo ilmu. Tumeambiwa hivi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maneno haya, ukiona kwamba wewe una dhiki, ujue hujadhalilishwa. Kinachotakiwa tu ni subira yako, halafu mtegemee Mwenyezi Mungu. Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana. Lau nyinyi mwamtegemea Mwenyezi Mungu haki ya kumtegemea, basi angeliwaruzuku kama vile anavyowaruzuku ndege. Asubuhi wakitoka matumbo matupu, jioni wakirudi yamejaa, wameshiba. Kwa sasa wewe ukimtegemea Mungu hakika hasa ya kumtegemea, ujue kwamba hakuna dhiki itakayokusumbua. Hiyo dhiki ulokuwa nayo ni ya kupita tu, hiyo wajaribiwa. Ukivuka hapo mambo yatakuwa mazuri. Warda bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas wa ahsin ila jarika takun mu'mina.
Mtende wema jirani yako utakuwa muumini. Tabia nzuri zote hizo. Hii ya kumtenda wema jirani ni tabia nzuri, ya kuridhika ulichonacho ni tabia nzuri, kwa sababu huwezi ukaiba, huwezi ukahusudi kama umeridhika na ulichokuwa nacho. Lakini jirani yako pia mtende wema. Wahibba linasi ma tuhibbu linafsika takun muslima. Wapendelee watu unachojipendelea wewe, utakuwa Muislamu. Na hii jumla hii ni muhimu sana. Inaenea katika nyanja zote za maisha, katika nyanja zote za tabia, katika yote yanayotakiwa kufanywa yanaingia hapa, na yote usiyotakiwa kuyafanya yanaingia hapa. Hakuna mtu anapenda kudhulumiwa, usidhulumu basi. Hakuna anayependa kusengenya, usisengenye. Hapana, hakuna anayependa kuudhiwa, usimuudhi mtu. Hakuna anayependa kutukanwa, usimtukane mtu. Hakuna asiyependa kukirimiwa, wakirimu watu. Hakuna asiyependa kuheshimiwa, waheshimu watu. Wahibba linasi ma tuhibbu linafsika takun muslima. Ndugu zangu, ndio Uislamu, tabia nzuri, na zote ziko kwenye kipengele hiki. Hiki kipengele kinakusanya tabia zote za matangamano. Ile wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, tangamana na watu kwa tabia nzuri. Msingi wake ni huu, ahibba linasi ma tuhibbu linafsika. Anasemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la mwisho? Asema wala tukthiri dhahika fa inna kathrata adh-dhahiki tumitul qalb. Usikithirishe kucheka, kwani hakika wingi wa kucheka unaua moyo. Ukiangalia dhahiri unaweza ukaona ni kucheka tu, ukichekeshwa ukacheka, lakini hii inakusanya mambo mengi. Punguza sana starehe za kidunia. Punguza sana pumbao. Lahu ni kitu ambacho kinaruhusiwa kwa kiasi cha rawihul quluba sa'atan fa sa'a. Zipumzisheni nyoyo kidogo saa baada ya saa, lakini isiwe ndo kazi yako. Kuna watu kutwa shinda kwenye draft asubuhi mpaka jioni, mpaka ikifika ile saa ya swala ile afanya kukimbiza hivyo. Unaweza kadhani alikuwa uzaduka, kumbe alikuwa acheza draft, sio acheza karata. Akitoka msikitini huko aswali, lakini afikiria pale tunaenda mfunga yule. Sasa wala tukthiri dhahika, ndo hizo. Kuna watu kutwa nzima yeye na mambo ya mpira tu. Na kama hivi sasa hivi ambazo tuna hizi simu ni hatari sana. Yaani simu usipoangalia huwezi kufanya kitu chochote. Kwa sababu ukifungua utakutana sijui kuna YouTube na mpira kwenye YouTube, mara sijui kuna Phoenix, kuna nini, kuna mitandao mbalimbali mule, ambao ukiingia na kikitoka hiki kinakuja hiki, kikitoka hiki kinakuja hiki, kikitoka hiki kinakuja hiki. Wajikuta kutwa nzima wewe ukitoka kwenye mpira wa Yanga uko kwenye mpira wa Simba, kwenye habari za siko cha gani kuna wewe huyu, mara siwe za siasa za nini. Masaa yenda tu, upate hata nafasi ya kusema subhanallah. Ndo hizo la tukthiri dhahika, simu. Yani kwa tafsiri ya siku hizi ya la tukthiri dhahika, msicheze sana na simu. Hii ndo tafsiri ambayo inaingia vizuri sana kwa wakati wetu tulionao sasa. Smartphone hizi punguzeni. Maana hapo ukienda si huku Yanga, Simba, sinani, kocha kafukuzwa, akaondoka, kafanyaje? Hawana kocha, si hivi vile. Wewe ukimaliza hayo, bado kuna WhatsApp ya kungoja kule. Kwenye WhatsApp kuna gumzo hili, kwenye grupu lile, kuna grupu hili lina haya, hili lina vile. Bado kuna Instagram ya kungoja. Kasemaje sijui ndo yule mambe sijui kufanyaje. Ukitoka Instagram kuna ile nani X ambayo ndo ile Twitter ya kusubiri nayo. Yaani ni balaa. Kuna hii ya sasa hivi inotamba sana, sio ndo nini ile inatoa video vifupi vile, TikTok zote za kusubiri, na kila utakayoishika ukimaliza hii inaingia hii,
imekuja picha hii si ya nani, na kuja nyingine. Video hiki kimeisha cha Sheikh atoa mawaidha, chaja hiki cha mziki kidogo. Unaweza kusema ngoja naangalia kidogo, kwani huyu nani huyu afanyaje? Ni mwanamuziki au wajifanya sikitika dunia hii, lakini tayari ndio muda ushaupoteza hapo kwenye TikTok. Wala tukthiri dhahika fa inna kathrata dhahiki. Maustadhi, hili la kwenu sana nyinyi kuliko watu wengine. Na la mwisho kabisa, kaeni vizuri na wake zenu nyinyi mlioa. Mkae vizuri na nani? Na wake zenu. Ni aibu sana kusikia kwamba ustadhi kampiga mke karudi kwao. Ni aibu sana kusikia kwamba ustadhi mkewe alalamika hapewi chakula. Ni aibu sana kusikia kwamba ustadhi kaoa mke wa pili, wa kwanza hamjali. Ni aibu sana kusikia kwamba ustadhi wanawe walalamika shida, hawapi chakula cha kutosha. Ni aibu. Pamoja kwa tumetaja kwamba kuna njaa, lakini njaa ukimtegemea Mungu, wale watoto wote wana riziki zao. La, watapata tu chakula chao, watakula. Halafu kauli kama wewe una shida lakini wasema vizuri na mkeo. Siku ukipata aona kwamba leo kweli mzee kapata. Kama umepata mahali umekwenda so mambo yetu yale kidogo, bwana hebu njoo unifanyie dua hapa dukani kwangu. Umekwenda umenyoosha mikono. Allahu ya Allah ya Allah ya maljal qasid ya ghautha. Umetoka pale umepewa shilingi 20,000. Basi mama azione kule. Unaingia pale siku hiyo na kijinyama kidogo. Na yeye anakula nyama kama wale. Basi hata siku ukikosa ukisema leo mwenzangu mambo magumu, atakuelewa. Lakini sasa wewe hujulikani kupata, hujulikani kukosa, alafu kuulizwa ni ustadhi, mnatutia aibu na mnatia Uislamu aibu. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Basi leta hiyo.